Ndugu zangu Waislamu, leo ni Ijumaa ya mwisho ya mwezi huu tulionao, mwezi wa Dhulhijja, mwezi wa 12 wa Kiislamu, na ni Ijumaa ya mwisho ya mwaka huu tulionao, mwaka 1446. Ndugu zangu Waislamu, takriban siku 5 zinazokuja tutakuwa tumeingia katika mwezi wa Muharram, mwezi ulio na matukio mawili makubwa mno. Tukio la kwanza ni hijra ya Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam. Tukio la pili, ndugu zangu Waislamu, ni Tasua na Ashura, ni siku ya kufunga, siku ambayo Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam ametukokoteza na kutusisitiza tuwe ni wenye kuifunga siku hiyo. Tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala kwa yale yote ambayo tumeyafanya katika mwaka huu ya kheri, kusaidia katika nguvu na katika mali, Allah subhanahu wa ta'ala ajalie fi mizani hasanatina yawm al-qiyamah. Na tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala wale waliotangulia mbele za haki, mama zetu, baba zetu, ndugu zetu, Allah subhanahu wa ta'ala awasamehe na awaweke pahali pema penye wema peponi, na ajalie kuburahum rawdatun min riyadil janna. Kutokana na haya niliyoyasema, hotuba yetu ya leo anwani yake inasema min maani alhijra, miongoni mwa maana ya hijra, miongoni mwa maana ya kubura au kuhama. Allah subhanahu wa ta'ala anasema katika suratu Al-Anfal, anasema Allah subhanahu wa ta'ala, walladhina amanu, wale ambao walioamini, wahajaru, na wakahama au wakabura, wajahadu fi sabilillah, na wakapigana jihadi kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, والذين آووا ونصروا, na wale ambao waliowapa makao pahala pa kukaa, muhajirina waliotoka Makka kwenda Madina, wao wakawanusuru kwa kuwasaidia. Allah anasema wanasaru, na wakainusuru dini hii, ulaika humul mu'minuna haqqan. Usitafute waumini wengine wa kweli, hawa Allah ndio anasema ndio waumini wa kweli. Lahum maghfiratun wa rizqun karim, wao watapata msamaha kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na vile vile watakuwa na riziki iliyo bora. Hawa si wengine, ni wale waliotajwa, as-sabiquna al-awwaluna min al-muhajirin wal ansar, wote wameridhiwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Aya ya pili, Allah subhanahu wa ta'ala anasema katika suratu An-Nahl, walladhina hajaru, na wale ambao waliohama au waliogura fillahi, wa ajili Allah subhanahu wa ta'ala, wakawacha majumba yao, wakawacha mali zao, min ba'di ma dhulimu, baada ya kudhulumiwa, baada ya kuteswa, baada ya kufanyiwa mambo ambayo hayastahiki wanadamu kufanyiwa. Allah anasema kuhusiana na watu hao, waumini hao, lanubawwi'annahum fid dunya hasana, Allah atawaweka wao vizuri na atawakalisha wao vizuri katika hii dunia. Na ndiyo sababu Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam pamoja na masahaba zake wakatawala takriban ulimwengu mzima, kwa sababu Allah aliwapa nguvu. Wala ajru al-akhirati akbar, lakini msisahau ujira wa akhera ni mkubwa kuliko huu wa hapa duniani. Enyi ndugu zangu Waislamu, katika aya mbili hizi na nyingine ambazo sikuzitaja, Allah subhanahu wa ta'ala anatupa habari kutokana na ubora wa waumini ambao waliopewa mtihani na Allah subhanahu wa ta'ala.
hawa si wengine alladhina hajaru fi sabilihi ibtigha'a mardatillah, walihama wakatoka katika majumba yao, katika miji yao kwa ajili ya kutaka radhi za Allah subhanahu wa ta'ala. Hao si wengine innahum taraku masakinahum, hakika waliwacha majumba yao, wa amwalahum, na mali zao, fa'awwadahum Allahu khairan minha fi dunya, Allah azza wa jalla akawabadilishia kheri kuliko yale walioyawacha. Na ndio wakasema wenye kusema fa inna man taraka shay'an lillah awwadahu Allahu khairan minhu, yoyote atakaye wacha kitu kwa ajili ya Allah, ittiqa Allah, kwa ajili ya kumwogopa Allah, Allah atambadilishia kheri bora kuliko kile alichokiwacha. Waman yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Hii ndiyo maana. Sasa nini maana ya hijra? Kwa sababu kama nilivyosema, katika siku 5 zinazokuja tutakuwa sisi tumeingia katika mwaka mpya, mwaka ulio na matukio mazito. Hatuzungumzi hijra ya Mtume alayhi salatu wassalam, vipi alitoka Makka kwenda Madina, lakini naomba tuzungumzie nini maana ya hijra. Wakasema wanachuoni, maana ya hijra katika lugha ya Kiarabu maana yake tarku shay'in ila akhar, ni kuacha kitu kimoja kwenda katika kitu kingine. Hiyo ni hijra. Wakasema maana yake katika lugha al-intiqalu min hali ila hali, ni kutoka katika hali kwenda katika hali nyingine. Hii ndiyo maana ya hijra katika lugha. Au min baladin ila baladin, au utatoka mji ukenda mji mwingine, ukatoka kaunti hii ukenda kaunti hii. Hiyo inaitwa hijra katika lugha. Amma shar'an, ama kisheria, ndugu zangu Waislamu, wanachuoni wakasema fahiya al-intiqalu min biladi shirki, ni mtu kuhama na kuondoka katika mji wa ushirikina, kama ambavyo Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam alivyotoka Makka kwenda Madina, na kama ambavyo walivyotoka masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam wakatoka Makka kwenda Habasha, baada yake wakarudi Makka na ndio wakaenda zao mpaka Madina. Kwa hivyo ni intiqalu min baladi shirki ila baladi al-islam, kwenda katika miji ya Kiislamu. Hata Nabii Ibrahim, mkikumbuka, alifanya hijra kutoka Iraq kwenda zake Sham, Palestina. Tena ikatangazwa wazi wazi ndani ya Qur'an. Allah anasema Nabii Ibrahim alipokuwa amelemewa na mateso ya watu wake na hasa baba yake, alisema inni dhahibun ila rabbi sayahdin, ondoka na kwenda pahali ambapo nitafanya ibada kwa raha na kwa ufanisi zaidi, na atakayenisaidia na kuniongoza ni Allah subhanahu wa ta'ala. Aya nyingine akasema inni muhajirun ila rabbi, mimi nakura nenda kwa Mola wangu, yeye ndiye mwenye nguvu asoshindwa kwa nguvu zake, na yeye ndiye mwenye hekima. Maana ya hijra katika sheria mufaraqatul bilad al-kufr, ni kuondoka katika miji ya kikafiri ambayo Waislamu wanakandamizwa, hawaswali, hawasomi Qur'ani, hawafanyi jambo lolote linalohusiana na la ilaha illa Allah. Mji huo hautalii, ni lazima tufanye hijra au tutakwenda kuulizwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Maana ya hijra katika sheria, ndugu zangu Waislamu, mufaraqatu al-ashrar, ni kutengana na kuachana na watu ambao ni waovu. Ujumbe huu kwa vijana, watu wanakwenda kukaa katika maskani, kumbe kundi lile si zuri, mambo ya pale katika maskani si mazuri. Wajibu wako kama kijana ambaye ni multazim, uliyeshikamana na dini ya Allah, ondoka, wawache na yale mambo yao.
almufaraqatu alashrar. Jingine la mwisho almufaraqatu al-a'mal as-sayyi'a, ni watu kutengana na kuachana na kuyakataa matendo ambayo ni maovu. Jamaa alikuwa ni jinsi, waliyadhu billah, alikuwa ni jilevi, jizinzi, halipishi, ikiona mwanamke yote anamfuata, lakini akahisi kwamba mimi sendi mwenendo mzuri, akaachana na haya. Hiyo inaitwa ni hijra katika sheria. Wa min maani al-hijra, na miongoni mwa maana ya hijra, ndugu zangu Waislamu, al-firaru ila Allah, ni kukimbilia kwa Allah azza wa jalla, kama alivyosema Allah ndani ya Qur'ani, fafirru ila Allah, basi kimbilieni kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Vipi tutakimbilia kwa Allah azza wa jalla? Wanachuoni wakasema ay min al-jahli ila al-ilmi, tokeni katika ujinga mwende katika elimu ya kumtambua Allah na kumtambua Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Min al-ma'siyah, tokeni katika maasiya, ila ta'a, mwende katika kumtii Allah subhanahu wa ta'ala. Fafirru ila Allah min adhabihi ila thawabihi, kimbieni kwa Allah kutokana na adhabu yake, mkimbilie mambo ambayo yatawapa nyinyi thawabu. Wa min ghadabihi ila ridha, na mtoke katika mambo ambayo yanawapelekea nyinyi kupata hasira za Allah subhanahu wa ta'ala, mwende katika mambo ambayo yanamridhisha Allah. Fa inna man khafa au lianna man khafa Allah au man khafa shay'an haraba minhu, yoyote yule ambaye anayekiogopa kitu ukikimbia. Simba yuko pale, huwezi kumfuata, atakufarura, atakukata, atakutafuna, atakuua, sababu unamuogopa. Wa man khafa Allah, lakini yule anayemwogopa Allah subhanahu wa ta'ala, haraba ilayhi, humkimbilia Allah. Angalia maajabu haya. Mimi namuogopa Allah, sirudi nyuma, ninakwenda mbele kwa Allah, lakini jinyama kubwa hili nalikimbia. Hivyo ndivyo mambo yalivyo. Ndio ikaja katika hadithi al-Qudsi, Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema kwamba Allah subhanahu wa ta'ala amesema, waman taqarraba ilayya shibran, yoyote atakayenikurubia mimi kwa shibiri moja, taqarrabtu minhu dhira'an, nitamkurubia yeye kwa dhiraa moja. Waman taqarraba ilayya dhira'an, na yoyote atakayenikurubia mimi dhiraa, maneno haya anayesema Allah subhanahu wa ta'ala, taqarrabtu minhu ba'an, Allah anasema nitajikurubisha naye kwa kima nzima. Waman atani yamshi, na yule atakayenijia mimi hali ya kuwa anatembea, basi ataitu harwala, Allah anasema nitamfuata haraka haraka. Walillahi al-mathalu al-a'la. Allah hapigi mifano, lakini hebu sawirisha mtoto wako ndio yuanza kutembea sasa, amenyanyuka, anakufuata, anakuja. Angalia ule mwendo wake wa kuwezeka, anakwenda huku, anakwenda huku, anakaribia kuanguka. Baba badala kumwacha amfikie, anamkimbilia yule mwana na kumkumbatia na kubeba. Allah ni zaidi ya hiyo. Allah ni zaidi ya hiyo. Miongoni mwa maana ya hijra, ndugu zangu Waislamu, hajrul maasi, ni kuyakimbia na kuyakura maasiya, washirki, na kukimbia ushirikina, wanifaqi, na kukimbia unafiki, wasair al-a'mal, na tabia zote ambazo ni mbaya, walkhisalu al-dhamima, na sifa ambazo ni mbaya, wal akhlaq al-waqima, na tabia ambazo ni chafu. Hayo ni lazima tuyakue. Sio kusema nimevuka mwaka, nimeingia mwaka wa Kiislamu. Sio kusema Mtume alitoka Makka kwenda Madina ukafurahia na ukabakia hapo, na wewe pia badilika, wacha urongo. Al-kadhib min akbar al-kaba'ir, wachana nao. Al-ghiba,
kusengenya. Ilikuwa mwaka jana na sengenya, mwaka huu sitaki tena kusengenya, narudi kwa Allah. Wanamima, na kuchonganisha watu, tabia ya kuchonganisha watu. Unachukua maneno kwa familia hii, unapeleka kwa familia ile, tahamaki watu hawaonani, hawasikizani, vita kuruka. Enyi ndugu zangu Waislamu, kutokana na haya ndiyo sababu Allah subhanahu wa ta'ala alimwambia Mtume alayhi salatu wassalam, baada ya mtingisho alioupata kutoka kwa malaika Jibril alayhi salam, alipobanwa ambiwa ikra. Alipofika nyumbani amwambia mkewe naye Khadija kwamba ifinike, homa imekuja juu, wasiwasi umekuja juu, amwambia nifinike. Mama Khadija anamfinika Rasulullah sallallahu alayhi wasallam. Ghafla Jibril ameingia, amwambia ya ayuha almudaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir wal-rujza fahjur. Ewe uliyejifunika nguo, simama, toka, nenda kawaonye watu, Mola wako umtukuze, nguo zako uzisafishe, wal-rujza fahjur, na kila sampuli ya uchafu miongoni mwa machafu ya kuabudu masanamu basi ya bure. Fahjur, patana nayo. Na hivyo hivyo sisi tuchukue mawaidha katika maneno haya. Aya nyingine Allah subhanahu wa ta'ala anamwambia Mtume sallallahu alayhi wasallam, wasbir ala ma yaqulun, subiri ewe Muhammad kutokana na haya wanaoyasema hawa jamaa zako. Wamesema maneno makubwa, wamemuita Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam kuwa ni mshairi. Wapi kwa wapi mshairi na Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam? Wakamuita Mtume alayhi salatu wassalam ni majnun, kwamba ni mwenda wazimu. Na hiyo ni sunna ya mitume wote, waliitwa ni wadazimu, lakini kweli ni wadazimu? Akaitwa ni sahir, maneno anayoyasema akaambiwa ni asatirul awwalin. Bali watu wakimuona Mtume alayhi salatu wassalam ametoka anakwenda kufanya shopping ya wake zake, mpaka Qur'ani ikanukuu, wanasema mali hadha rasul yakulu ta'am wa yamshi fil aswaq. Imekuwaje huyu ni mtume kweli? Anakwenda sokoni anakula? Huyu si mtume. Akaambiwa subiri kutokana na haya wanaoyasema hawa jamaa zako. Kisha akaambiwa wahjurhum hajran jamila, tokana nao kwa njia iliyo nzuri, njia isiyokuwa ya kulipiza kisasi. Na sisi tuchukue mawaidha haya ya kusubiri. Mtume aliambiwa makubwa, wewe utakuwa nani? Utaambiwa kidogo, utakuwa umefyum, umekasirika. Isbir, subiri, wama sabruka illa billah, kusubiri kwako kufanye ni kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na akaambiwa Mtume, wala tahzan alaihim, wala usiwe na huzuni juu yao hawa jamaa wanaokukosea, wala taku fi dhaiqin mimma yamkurun, wala usiwe katika dhiki kutokana na ila na mambo mabaya wanayokufanyia hawa jamaa. Hivi ndivyo ilivyo maana ya hijra, ndugu zangu Waislamu, bali ni pana mno katika wanavyoni namna walivyoeleza, hatuwezi kukamilisha katika mimbar hii. Nukta nyingine ni hadithi ya Mtume alayhi salatu wasallam, hadithi ya Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam ambayo imepokea al-Imam al-Bukhari rahimahullah kutoka kwa sahaba Abdullah ibn Amr radiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, sema Mtume, al-muslimu man salima al-muslimun, muislamu wa kweli ni yule ambaye watasalimika waislamu min lisanihi, kutokana na ulimi wake, wa yadihi, na mkono wake. Nini maana ya maneno haya? Wakasema wanachuoni, anna almuslima alkamil, muislamu aliyekamilika, la yu'dhi musliman biqawlin wala fi'lin. Muislamu aliyekamilika
hathubutu kumuudhi ndugu yake Muislamu. Na makosa ya kuudhi ni makosa makubwa ndugu zangu Waislamu. Suratul Ahzab Allah subhanahu wa ta'ala anasema walladhina yu'thuna almu'minina walmu'minat, wale wanaowaudhi waumini wanaume na waumini wanawake bighairi maktasabu, pasina sababu yoyote. Na hata ikiwa sababu, kwa nini unamuudhi mtu? Anasema Allah faqad ihtamalu buhtana, hao wamebeba dhulma wa ithman mubina, na madhambi yaliyo makubwa kabisa. Kwa hivyo haimkiniki Muislamu aliyekamilika kwa Uislamu wake awe ni mwenye kumuudhi Muislamu. Kisha Mtume alayhi salatu wassalam akahusisha ulimi na mkono. Kwa nini ulimi na mkono? Asema mwanachuoni huyo likathrati aqtaihima wa afrahi, ni kwa sababu ya wingi wa makosa yanayofanywa na ulimi na mkono, na ni kwa sababu ya madhara yanayosababishwa na ulimi na mkono. Kwa lisanu yake ulimi unasema madhara makubwa, wayaktab, ulimi unasengenya, wayasuku, na unatukana. Kuna watu waweza kutukana hata ndani ya msikiti hajali. Wayasuku wayashhadu zur, kazi ya ulimi kutoa ushahidi wa uongo. Amma al-yad, ama mkono, yadrib au tadrib, mkono kazi yake ni kupiga. Huku kama hakuna, ukivuka kule unasikia na upande huu north na south kuna balaa. Vijana kazi yao ni kupiga watu pasina sababu, Allah awaongoze. Watakul, mkono kazi yake ni kuua. Na hizi ni katika dalili za kiyama. Watu wanauana pasina sababu. Anayeuliwa akiulizwa siku ya kiyama, uliuliwa kwa nini? Asema sijui. Na anayeua anasema sijui kwa nini nimeua, labda ametumwa. Waliyadhu billah. Watasrif, kazi ya mkono ni kuiba. Kwa hivyo Muislamu wa kweli anajitenga na mambo haya. Walmuhajiru man hajara ma nahaa Allahu anhu, ama mwenye kugura kweli kweli ni yule ambaye anakula yale aliyoyakataza Allah subhanahu wa ta'ala min al-a'mali wal akhlaq, miongoni mwa matendo na tabia, wal aqwal, na maneno, wal maakil al muharram, ni kuyakula yale yaliyokatazwa na Allah. Miongoni mwao ni kula haramu na kutuma haramu, wal masharib, na kunywa vinywaji vya haramu, wan nadharu al muharram was simaa al muharram, na kutazama yale yaliyoharamishwa na kusikiliza yale yaliyoharamishwa. Hili ni katika jambo ambalo yatakikana tuliepuke. Simu zetu hizi na kijana, watu wanazitumia vibaya. Mtu anaingia YouTube, anaingia TikTok, anaingia Instagram. Nini anatafuta? Anatafuta malafa. Anaangalia wapi wanawake wanakata viuno ajistareheshe, aangalie kule. Unaona mtu ameweka earphones, utafikiri anasikiliza Qur'ani. Umedaa yuko mbali, yuko katika blues, yuko katika taara, anarusha roho mwenyewe. Ukimuuliza anakuambia. Haya yote ni mambo ambayo yajibu hajiruha wal ibtiadu anha, hayatakikani kwa Waislamu. Lazima tuyawache na tuyakure, lazima tuyakure. Kutokana na haya, ndio mmoja katika wanachuoni akanukuu hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, kutokana na ugumu wa maisha ya watu kuiga na kufanya mambo kichwa chini maguu juu. Ni wakati wa fitna, ni wakati wa fitna. Ikiwa huamini, ikiwa huna watoto, chunguza haya, ni wakati wa fitna. Sasa akasema Mtume alayhi salatu wasalam, al-ibadatu fil harji, kufanya ibada wakati wa mkanganyiko wa mambo, wakati wa fitna, wakati wa dhiki. Kahajratin ilayya, Mtume anasema ni kama kudura kuja kwangu.
Kufanya ibada wakati mgumu ni kana kwamba umegura kutoka Makka kwenda Madina. Aqulu ma tasma'un wastaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wa huwal ghafurur rahim. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها المؤمنون عباد الله، تزام الإسلام namalizia khutba hii kwa kuwakumbusha kwamba katika mwezi wa Muharram kuna siku ambayo tunahitajika kufunga. Asema sahaba Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, alipokaribia Mtume alayhi salatu wassalam Madina na kuingia Madina, aliwakuta Mayahudi wakifunga saumu ya Ashura. Akauliza Mtume, hawa wako katika kufanya ibada gani? Au hii ni siku gani? Qalu, wakamwambia yaumun salihun, hii ni siku njema, najja Allahu fihi Musa, Allah azza wa jalla, siku hii ambayo unaona hawa wamefunga ndio siku ambayo Musa aliokolewa wa bani Israila min aduwwihim, na wana wa Israili kutokana na adui yao. Fasamahu Musa akaifunga. Mtume alipoambiwa maneno haya akasema, ana ahqqu bi Musa minkum, mimi nina haki kwa Musa kuliko nyinyi. Kwa hivyo fasamahu, akafunga Mtume alayhi salatu wassalam, wa amara bisiyamihi, akawaamrisha masahaba wafunge. Rawahu al-Imam al-Bukhari. Sasa basi, wanasema Ibn Abbas, walipokuwa wanaifunga siku hii na Mtume ameamrisha ifungwe, wakamwambia Mtume alayhi salatu wassalam, ya Rasulullah, innahu yawmun, katika hii siku ya leo, tuadhimuhu al-yahud wan nasara, ni siku ambayo Mayahudi na Manasara wanaiadhimisha, wanaitukuza. Faqala, Mtume akawaambia, idha kana amul muqbil, ikifika mwaka ujao insha Allah, akipenda Allah subhanahu wa ta'ala, sunna al-yawm at-tasi', tutafunga tisia kuwakhalifu Mayahudi na Manasara. Kwa hivyo ikawa wanachuoni wanasema ni sunna kufunga tasi na ashura. Siku hizi mbili ni sunna. Ama umekosa siku ya tisia, unafunga siku ya 10 na 11. Mtume hakufika siku hii. Ndugu zangu Islam, nimalizia hotuba hii. Aliulizwa Mtume alayhi salatu wassalam an siyami yawm ashura, fadla na ubora wa kufunga siku ya Ashura ambao ni siku ya 10 ya mwezi wa Muharram. Faqala, akasema, yukaffiru sanata al-madhiya, ukifunga hii siku moja basi unasamehewa madhambi yako ya mwaka mmoja uliopita. Kinyume na siku ya Arafa unasamehewa miaka miwili, mwaka uliopita na utakao. Tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala atujalie min alladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'ala an-nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله أجمعين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم سهل لنا ما نريد ونجنا مما نخاف بفضلك يا لطيف، بفضلك يا لطيف. اللهم رب الناس مذهب الباس، اشفي انت الشافي، لا شفاء الا شفاء لا يغادر سقما ولا الما يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.